imemalizika salama. Mechi ilikuwa na mambo mengi ya nje ya uwanja. Wapo watu ambao walikuwa wakipambana kunajisi mchezo huu na kufanya kila hila za kuhakikisha kwamba mechi hii haichezwi, lakini mwisho wa siku mpira wa miguu umechezwa, mpira wa miguu umeshinda na mechi imechezwa na kila mmoja amepata kile ambacho anastahili kupata. Ziko juhudi kubwa ambazo zilitumika kuchafua uwanja wa Meja Jenerali Samuyo kwamba hauna hadhi ya kuchezewa mechi ya Kariakoo Derby, lakini leo hii kila mmoja amejionea mechi imechezwa na kila mmoja yupo katika hali yake, kama ni furaha, kama ni huzuni, lakini Meja Jenerali Samuyo imetimiza kile ambacho kinapaswa kutimizwa kwa maana ya derby kuchezwa na mambo yamekwenda vizuri kweli kweli. Kwa wale wote ambao walikuwa na nia ya dhati ya kunajis uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, wale wote ambao walikuwa na nia ya kuinajis Kariakoo Derby, wote wameshindwa na hatimaye kila kitu kimekwenda sawa sawa. Tukirejea kwenye mchezo wenyewe, tumepata matokeo ya sare ya 2-2. Ni matokeo mabaya kwa upande mmoja na kwa upande mwingine ni matokeo mazuri kwa Simba Sports Club. Ni matokeo mabaya kwa sababu tulistahili kushinda, tulitaka kushinda na tulikuwa na kiu ya kushinda, lakini tulikuwa na uwezo wa kushinda mchezo huu. Dakika 15 za mwanzo tu zilishaonesha ya kwamba Simba tunastahili kushinda mchezo huu. Dakika hizo zilionyesha kwamba Simba tuna timu bora na nzuri ya kushinda mchezo huu, na tukapata magoli mawili ya haraka haraka, ikiwemo goli bora la msimu huu, goli la pili la Chama, na mpaka hapo furaha zikawa zimetawala katika mioyo ya wanasimba ya kwamba hatimaye tumefanikiwa kupata ushindi kwa kumfunga mtani wetu katika ligi kuu ya NBC. Baadaye makosa ya hapa na pale yakafanyika, tukaruhusu bao la kwanza ambalo likawapa imani ya kwamba wana uwezo wa kuendelea kupambana, na kipindi cha pili wakapata goli la pili na ngoma ikaisha kwa sare ya bao 2-2. Nichukue nafasi hii kuwapongeza kwa moyo wao wa kupambana, kwa moyo wao wa kujituma, na spirit yao ndiyo ambayo imewaokoa hii leo. Kwa timu nyingine ukishaitangulia goli mbili, wanaamua kulinda ili zisiingie goli nyingi zaidi, ama wanachanganyikiwa zinaingia goli nyingi zaidi, lakini wao baada ya kuwafunga goli mbili waka calm down, wakaendelea kucheza kwa utulivu, na hatimaye utulivu wao ukawalipa na wakaweza kupata kusawazisha magoli yote mawili na ngoma ikaisha 2-2. Kwa upande huo ni upande wenye maumivu sana kwetu, kwa sababu kwanza tulistahili kushinda, lakini pili tulitaka kushinda. Tulitaka kushinda kwa sababu kuu mbili. Ya kwanza, hatujamfunga muda mrefu katika ligi kuu ya NBC, kwa hiyo tulihitaji kushinda hii leo ili kuondoa hiyo kiu ambayo tumekuwa nayo kwa muda mrefu. Lakini la pili, tulitaka kuweka hai matumaini yetu ya ubingwa baada ya kupata ushindi katika mchezo huu wa leo. Kwa hiyo kwenye engo hiyo imetuumiza sisi kukosa matokeo mazuri dhidi ya mpinzani wetu baada ya mechi kumalizika. Manake msimamo unabaki vile vile, gepu ikiwa ni alama 5 zile zile. Manake kuna kazi kubwa na ya ziada ya kufanya huko mbele, ambapo kimsingi tulipaswa kuimaliza hii leo. Lakini yote kwa yote sisi nasema kwamba mapambano bado yanaendelea. Bado matumaini yetu ya ubingwa msimu huu hatujayafifisha, na hii ni kutokana na aina ya timu tuliyokuwa nayo. Lakini upande wa pili, sisi kwetu matokeo haya yanatupa faraja kutokana na kiwango cha timu yetu. Tukitazama matokeo kama matokeo yanaumiza, lakini tukiangalia maendeleo ya kikosi chetu inatupa faraja kwa namna moja ama nyingine. Tukiangalia kwenye ukuaji na ushindani wa kikosi chetu, hii inatupa faraja kubwa sana. Nyote ni mashahidi, ndani ya msimu huu Simba Sports Club haijapoteza hata mechi moja katika ligi kuu ya NBC. Kutoka kufungwa mara 2 kwa msimu mmoja
raundi ya kwanza tunafungwa, raundi ya pili tunafungwa, hadi kufikia sehemu ambayo ndani ya msimu mmoja mpinzani wetu ambaye alikuwa mbele yetu kwa ubora anashindwa kupata alama 3 mbele ya Simba Sports Club kwenye michezo yote miwili. Maana yake ni kwamba timu yetu ina improvement kubwa kweli kweli, na hapo ndipo pa kujivunia sisi kama wana Simba. Tunakaa tunahesabu ya kwamba tumefungwa mechi 6, lakini msimu huu tunakaa tunahesabu ya kwamba tumetoka sare mechi 2, kutoka kuwa mteja wa kufungwa kila raundi kwenye msimu hadi kufikia point ambayo tunaweza kutoka sare katika michezo miwili. Hii ni improvement kubwa ambayo wana Simba tunatakiwa kuitazama kwa jicho hilo. Lakini kama haitoshi, msimu huu katika mechi 2 za ligi kuu ya NBC Simba tumekuwa bora katika mechi zote. Mechi ya round ya kwanza pale visiwani Zanzibar, Simba tumepata sare ya bila kufungana, lakini kiuhalisia tulishinda mechi hiyo kama si kudhulumiwa kwa makosa ya mwamuzi. Mechi hii ya leo tulikuwa bora sana, tukatangulia kupata magoli, makosa hapa na pale yakasawazisha na ikawa 2-2. Kwa hiyo ukiangalia kwenye football perspective, ukiangalia kwenye mtiririko chanya wa kimaendeleo wa timu yetu, tuna kila sababu wana Simba ya kujivunia timu yetu, na hapa tunajivunia benchi la ufundi ambalo limekuja kufanya mageuzi makubwa ndani ya timu yetu kwenye kipindi cha muda mfupi. Kumbukeni ndugu zangu waandishi wa habari na wana Simba, tulikuwa wateja huko nyuma, tulikuwa tunaburuzwa kadri wanavyotaka wao, wanakuja kwenye mechi wakiwa na uhakika wa ushindi. Lakini msimu huu imekuwa ni tofauti kabisa. Mechi zote mbili wameshuhudia hata wao wenyewe ya kwamba Simba hii ina mabadiliko makubwa. Hivi sasa wakikaa kuizungumzia Simba, wanaizungumzia timu kwa ambayo inawatishia maisha kwa upande wao. Wanapokaa kuizungumzia Simba, wanazungumza kwa heshima na adabu na uoga ndani yake, kwa sababu katika mechi zote mbili za ligi kuu ya NBC ni wao ndio ambao wameponea chupu. Na kama si makosa ya mwamuzi, na kama si makosa ambayo yamefanyika hii leo, mnyama alikuwa anaondoka na alama 6 ndani ya ligi kuu ya NBC msimu huu. Kwa sisi tuna pande zote mbili. Tunajilaumu ya kwamba tumekosa ushindi, lakini vile vile tunajipongeza kwa timu yetu kuongezeka ubora. Na sasa nyinyi mnakumbuka ilifikia mahali walikuwa na kiburi, wanasema ya kwamba Simba sio sisi Yanga na Simba sio dabi tena, wakajitafutia kadabi kao huko ambako wao wanakaona ndiyo kagumu. Zote hizo zilikuwa ni dhihaka na dharau baada ya Simba kukosa matokeo kwa muda mrefu. Lakini sasa hivi hawana uwezo wa kusema ya kwamba Simba na Yanga sio dabi tena, kwa sababu mara zote mbili wameponea chupu na mara moja tumewafunga kwenye fainali la kombe ya Muungano. Kwa sisi we are very proud na timu yetu, na wala hatuna sababu wana Simba ya kukaa kinyonge. Kazi kubwa ya kufanya mageuzi ya timu yetu imefanyika. Kazi kubwa ya kuiboresha timu yetu imefanyika. Kazi kubwa ya kuirejesha timu yetu kwenye ushindani na kurejesha heshima ya dabi imefanyika, na leo tunakwenda kwenye dabi tukiwa kifua mbele. Ligi kuu ya NBC tumemalizana, tunasubiriana kwenye kombe la shirikisho la CRDB. Hizo ndio mechi zetu ambazo hazinaga sare. Amen. Unafikia kwa nini wenyeji huu mchezo tunawakaribisha Yanga hapa kwa uwanja wa Kode kitu kwa kimchezo kama wao. Hapa ni umeingia kwa katoka kwa mbali nyumbani lake. Dressing room ilikuwepo na bana jibu hilo. Ndio sana wewe. Sawa.
Ugumu wa kucheza na Yanga upo, sio timu ya kubeza, na wenyewe wana uwezo wa kupambana na wakatoa ushindani. Kwa hiyo unapokwenda kucheza nao lazima ujiandae vizuri, na of course sisi tulijiandaa vizuri kuja kucheza. Yani kwenye upande wa maandalizi, ndugu zanguni waandishi wa habari, kwenye upande wa maandalizi mechi hii, maandalizi yamefanyika kwa 100%. Yani kwenye ile perfection kabisa maandalizi yalifanyika. Ni basi tu imetokea wakati mwingine sio riski, lakini kusema ukweli maandalizi makubwa yamefanyika, na sisi tunaamini tunayo timu ya kucheza na kushinda mbele ya Yanga, kwa sababu hilo limeonekana kwenye mechi zote 3 ambazo tumecheza ndani ya msimu huu. Raundi ya kwanza kombe la Muungano na raundi ya pili ni yeye ndiye ambaye anaponea chupu. Kwa sisi we are very proud ya kwamba sasa mnyama amerejea kwenye heshima yake ya Kariakoo Derby. Amen. Mwanzo umesema uwanja kuna kejeli za kuidhaki mchezo. Unadhani kwa nini kwa inafanyika hivyo? Wapinzani wetu hawakuwa tayari kuja kucheza Meja Jenerali Samuel, na wakatumia nguvu kubwa. Hii mnayoiona wana rekodi sehemu kuna matope alafu wanakuja wana publish. Hii ni sehemu ya nje tu, lakini ndani wamefanya juhudi kubwa mno za kutaka kuaghirisha mechi hii isichezwe Meja Jenerali Samuel, lakini mamlaka zikasimama thabiti na hatimaye mechi imechezwa. Sijajua wao mentality yao ni ipi, lakini pengine wanaogopa Meja Jenerali Samuel, pengine sijui ni nini, lakini kimsingi ni kwamba hawakuwa tayari kuja kucheza katika uwanja huu. Zimesimamiwa kanuni sawasawa na hatimaye wamekuja kucheza, na kila mmoja amepata kile ambacho anastahili kupata. Nyie mmeuona uwanja hapo, na hili bodi ya ligi hasa idara ya habari mnapaswa kulichukulia kwa userious wake kidogo, kwa wale wote ambao wanakuwa wanachafua taswira ya mpira wetu. Nyie hapo mechi imechezwa, mmeona kuna tope ambalo lilikuwa linazungumzwa jana. Kwa hiyo watu walikatafuta kaeneo, wakaenda wakatimba pale kutengeneza mazingira kwamba uwanja ni mbaya, na sisi waandishi ambao tuko hapa uwanjani tukaibeba kama ilivyo, tukaamua kuchafua taswira ya mpira wetu. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba wamefanya juhudi kubwa za kutaka mechi isichezwe hapa, lakini finally mechi na wamepata matokeo ambayo kwao ni matokeo mazuri. Sasa wakati mwingine wanajitia hofu tu wenyewe, wakati mwingine ndo ile tu kutaka kubisha kila kitu, lakini wamekuja Meja Jenerali Samuel na wamepata sare ambayo kwao ni nzuri. Kwa wakati mwingine ni vema tukaacha mpira ukachezwa na kila mtu akapata anachostahili. Kama umesema wamepata matokeo ambayo ni mazuri kwao, kwa nini si mazuri na kuambia wana Simba kama tutashangilia baada ya tarehe 5? Kwa kushangilia nothing to celebrate. Sare ambayo tumeipata haitupi nafasi kubwa sana ya kujivuna tunapotazama msimamo, lakini kwa mpinzani ambaye tayari alikuwa ameshaingia kwenye 18 zako alafu ghafla anachomoka, haikupi ile authority ya kushangilia moja kwa moja. Lakini ukikaa ukiangalia maendeleo ya timu yetu nasema yes, tuna kila sababu ya kujivunia timu yetu. Tumefunga magoli mazuri ya kimpira, hasa goli la kwanza, juhudi kubwa na kazi kubwa za mwamba wa Lusaka Clatous Chota Chama, ambaye alifanya runs za kutosha na akaja akatoa assist kwa Libase Geye, goli la kimpira. Lakini goli lake yeye mwenyewe mwamba Lusaka, ambalo kimsingi ndiyo goli bora la msimu huu katika ligi kuu ya NBC, sababu magoli ya tikitaka huwa hayanaga mjadala sana. Likishafungwa goli la tikitaka basi tunafunga mjadala kwamba hili ndiyo goli bora la msimu.
Kwa hiyo goli la Chama, goli bora la msimu, na of course alistahili kuwa nyota wa mchezo hii leo, na sisi tunajivunia maamuzi tuliyoyafanya mwezi wa kwanza mwaka huu ya kumrudisha mwamba Lusaka. Mechi zote mbili za ligi kuu, mechi zote mbili kwa maana ya fainali ya kombe la Muungano pamoja na hii zimeamriwa na akili na miguu ya Chama. Zimeisha zamani sana. Simuona kuna mtu mmoja analalamika aweze kucheza dakika 120. Jamani, tumemaliza maswali Chombo na nyanyuka hiyo. Haya bwana, asante na poleni.